tutaanza madhehebu ya utolewaji wa daraja ya upadre, lakini kabla ya kuanza madhehebu hayo, tuwaombe wanakongoze kwa wimbo wa Uje Roho Muumbaji. Naomba tuketi. Wapendwa taifa la Mungu, madhehebu ya utolewaji wa daraja ya upadre yamegawanyika katika sehemu kuu nne. Sehemu ya kwanza ni kuitwa, kutambulishwa na kuteuliwa. Sehemu ya pili ni mahojiano, kuahidi heshima na utii, na sehemu ya tatu ni kuimba litania watakatifu, kuwekewa mikono na sala ya wakfu.
na sehemu ya 4 ni kuvikwa mavazi ya kipadre, kupakwa mafuta matakatifu ya krisma na kukabidhiwa dhabihu pamoja na busu la amani. Katika sehemu ya kwanza, shemasi ataitwa kwa jina lake la ubatizo, naye ataitika nipo, kama kielelezo cha kuitikia wito wa Mungu. Mara baada ya kuitika, shemasi atajongea mbele ya mwashamba baba askofu akisindikizwa na wazazi wake na baadhi ya ndugu wale tu waliochaguliwa. Wakifika mbele ya mwashamba baba askofu, mzazi mmojawapo atasoma tamko lao la kumkabidhi mtoto wao kwa kanisa ili awe mhudumu wake kwa maisha yake yote. Baada ya wazazi kumaliza kusoma, shemasi naye atasoma tamko lake, kisha atakwenda pembeni ya altari kuweka sahihi. Akimaliza atarudi kusimama mahali walipo wazazi wake. Kisha mwashamba baba askofu atawapa wazazi mkono wa shukrani kwa sadaka walioitoa mtoto wao, na kama ishara ya kupokea ombi lao la kumkabidhi mtoto wao kwake ili awe mhudumu wa kanisa. Wazazi wakipewa mkono na mwashamba baba askofu watarudi sehemu yao waliokuwa wameketi hapo awali. Kisha naibu askofu kwa niaba ya kanisa atamtambulisha shemasi kwa baba askofu na atamwomba amwekee mikono ili awe padre. Baba askofu atamuuliza naibu wa askofu kama anajua kuwa shemasi anastahili kupewa daraja hilo. Akisha kujibiwa swali hilo, atamteua huyu ndugu yetu ili apewe daraja ya upadre, nasi tutaitikia wote tumshukuru Mungu. Sasa namwalika mwashamba baba askofu pamoja na mapadre wanaomsindikiza wajongee mbele ya altare kwa ajili ya kuanza madhehebu haya ya utolewaji wa daraja takatifu. Wengine wote tubaki tumeketi na tutulie, tufuatilie kwa makini yale yatakayokuwa yakitendeka hapa mbele. Yule atakayepewa daraja ya upadri ajongee hapa. Shemasi Michael Alfred Singaile wa parokia ya Ikwega. Nipo. Mwashamu baba askofu, tukielewa kwa dhati kabisa na kwa imani kwamba wito wa upadre watoka kwa Mungu, baada ya yeye mwenyewe kutueleza nia yake, tunakiri kwamba mwanetu Michael Alfred Singaile ameitwa na Mungu. Kwa hiyo, kwa dhati kabisa tunamtoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa kanisa aweze kuwa mhudumu wa Mungu na kanisa lake na kwa maisha yake yote. Nasi tunakabidhi wewe baba askofu ili umwekee mikono kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Tunamwombea na tutaendelea kumwombea aweze kudumu mwaminifu katika wito huu kwa maisha yake yote. Mimi Shemasi Michael Alfred Singaile wa parokia ya Ikwega, Jimbo Katoliki la Mafinga, ninamshukuru Mungu Mwenyezi kwa paji lake la uhai na kwa karama ya wito niliojaliwa. Ninawashukuru ninyi wazazi, ndugu na walezi wangu kwa kunisindikiza katika kuelewa wito wa upadre katika kanisa la Mungu. Na sasa ninaomba kanisa
linipokee katika huduma hii takatifu. Kwa majitoleo hayo ninayotaka nafsi yangu nzima, vipaji vyangu vya mwili na roho, kazi zangu na mali zile nitakazopata kama mhudumu wa taifa la Mungu, ziwe mali ya kanisa langu la Jimbo Katoliki la Mafinga, ambalo kwake ninajikabidhi kwa uhuru kamili. Mungu mwema na anisaidie. Wazazi wamesoma tamko lao la kutambua kwamba mtoto wao ameitwa na Mungu, na hivyo kwa moyo mkunjufu wanamtoa kwa kanisa ili aweze kuwa mhudumu wake, na wameahidi kwamba watamwombea ndugu yao ili adumu mwaminifu katika wito huo ambao Mungu amemuita. Wajibu wenu ndugu na wazazi, kama ambavyo mmesema, basi ni kuendelea kumwombea, na pia na nyinyi wenyewe mkijitahidi kuishi kwa uaminifu imani na maadili ya kanisa, ili muweze kumtia moyo ndugu yenu, ile injili atakayokuwa akiwahubiria ndugu wengine huko nje ya familia yenu, na yeye pia apate wepesi kutokana na ushuhuda wa maisha mtakaokuwa mkiudhihirisha katika maisha yenu. Baba Askofu amewapa mkono wa shukrani ndugu, na hivyo sasa ndugu, tunawaomba muiname mbele ya altare na mrejee mahali ambapo mlikuwepo. Tuanze sasa mahojiano kati ya Baba Askofu na shemasi. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Mtakatifu anaomba umweke huyu ndugu yetu katika daraja ya upadri. Je, wajua kama anastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba anastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunamteua huyu ndugu yetu apewe daraja ya upadri. Tuitikie wote, tumshukuru Mungu. Na tunaruhusiwa kushangilia. Basi sasa nawaomba tuendelee kuketi, tuliosimama tusimame, tutulie, tusikilize homilia ya Mhashamu Baba Askofu. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wa Jimbo Katoliki la Mafinga, mwana mpendwa Shemasi Padre mteule Michael Singaile, na wapendwa nyote kabisa, tumekusanyika asubuhi hii ya leo tarehe ya 8 mwezi wa 8 2026 8 katika viwanja vya parokia yetu ya Familia Takatifu Ikwega, ili kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa wema na upendo wake wa kutujalia mwana huyu mpendwa Padre mteule Michael Singaile, ambaye anajitoa kwake kwa utume wa daraja la pili la kikuhani kwa ajili ya kutangaza Injili ya Kristo kwetu
na kwa watu wa mataifa yote ulimwenguni. Tunafurahi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemchagua huyu kijana wetu ili awe kuhani kutoka katika familia ya wabatizwa ndani ya kanisa letu, ili amweke wakfu kwa ajili ya mambo matakatifu ya muhusuyo Mungu katika mpango wake wa kuwakomboa wanadamu. Somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza ya 4 hadi ya 9. Tumesikia tafakari ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa kinywa cha nabii Yeremia. Somo la tudhihirishia kuwa wito wa upadre unatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayemuita, anamtakasa mwamini kwa ajili ya kuhudumu na kulichunga kundi lake. Tena Mwenyezi Mungu anamuita na kumwekea mwanadamu utume huu kabla ya kumuumba na kumfanya hai katika tumbo la mama yake. Tumesikia neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 4. Padre wetu huyu mteule, ingawa ni yeye aliyetuma maombi ya kuingia katika malezi ya seminari kwa hatua zote alizopitia hadi kufikia hatua hii ya uteuzi, na baada ya muda mfupi ujao atafanywa padre, Mwenyezi Mungu alishamjua, alishamtakasa, alishamuita na kumweka kuwa mtumishi wake kwa ajili ya kulihudumia kundi lake. Kumbe, ndugu zangu, ni jambo la kumshukuru Mungu ambaye yeye mwenyewe kwa mpango wake alipenda iwe hivyo, na anafanya hivyo ndani ya mioyo ya wanadamu ili waweze kulichunga kundi lake, kulichunga taifa lake. Lakini ni jambo la kumshukuru kijana wetu pia kwamba yeye mwenyewe naye baada ya kusikia sauti hiyo ya Mungu ambayo inamuita, ameweza kuisikia na ameitika. Na kwa hiyo sisi kama taifa la Mungu tunamwombea ili nia hiyo njema na hilo ambalo Mwenyezi Mungu anataka lifanyike kwake liweze kweli kufanyika vema, ili sisi tuweze kupata neema na baraka za Mungu kwa njia ya utumishi wake uliotukuka, utumishi wake mwema. Somo la pili, somo la waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 10, linatuongoza kutafakari juu ya ukuhani ambao mwanadamu amemstahilisha kuupokea. Mwandishi wa waraka huu kwa Waebrania anaeleza dhahiri kuwa kila kuhani mkuu huitwa na Mungu kutoka miongoni mwa watu ili awaongoze wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu na kutoa dhabihu kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Kwa sababu yeye mwenyewe ni dhaifu, anaweza kuwaonea huruma wale wanaopotea au wanaohitaji msamaha, wale wanaohitaji huruma ya Mungu. Heshima hii ya kikuhani haitwaliwi na mwanadamu kwa nguvu yake mwenyewe, bali huteuliwa na Mungu. Nguvu hiyo hutolewa na Mungu,
Ni Mwenyezi Mungu ambaye humstahilisha mwanadamu mamlaka hayo ya kikuhani. Padre amestahilishwa kuhudumu makuu na matakatifu yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anapaswa daima kupokea na kufanya utume huu kwa unyenyekevu mkubwa, na hilo ndilo tunalokuombea Baba Michael Alfred Singaile, ili utambue nguvu hiyo ya Mungu ambayo anakustahilisha pasipo mastahili yako, ili ufanye kazi yake, uhudumu patakatifu pake. Yeye padre amepewa hazina hii ya kitume katika chombo cha udongo, kama Mtume Paulo anavyotutafakarisha katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 4 aya 7. Tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Na mnajua kwamba hii ndiyo kauli mbiu ya mwashamu askofu wetu wa jimbo la Mafinga. Mwenyezi Mungu amemjalia wito huu mtakatifu padre aliye binadamu dhaifu anayetoka kwa watu kwa ajili ya watu. Ex hominibus pro hominibus. Kutoka kwa watu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo upadre ni kwa ajili yetu sote, si kwa ajili ya kujihudumia yeye mwenyewe, bali kuwahudumia watu. Padre ana hudumu, kwa mfano, kutoa sakramenti, anaadhimisha misa takatifu kwa ajili yake yeye mwenyewe na kwa ajili ya watu. Lakini tutambue kwamba huduma yake padre anafanyika kwa ajili yetu sote, na kwa hiyo upadre wake ni upadre wetu pia, katika maana ya kwamba yeye ni kwa ajili ya yetu sisi, anatolewa na Mungu ili aweze kutuhudumia sisi. Na katika kuhudumu huduma yake, kwa kweli padre ni zaidi kwa ajili ya kuhudumia wengine, katika maana ya kwamba yale matakatifu anayoyaadhimisha kweli ni kwa ajili yake kujitakatifuza, lakini kwa kweli mengi yamekuwa yanaelekezwa kwa wengine, na mengine ingawa nguvu hiyo amepewa yeye mwenyewe hawezi kujihudumia yeye mwenyewe. Kwa mfano, sakramenti ya mpako wa wagonjwa hawezi kujipaka mafuta yeye, na ikawa tukasema sasa amepata sakramenti, sio mapata, tunaweza tukajipaka wenyewe. Ukiona unaona sema kwa Yesu nipake kwa mpako mtakatifu, sasa huwezi kujipaka mwenyewe, lazima aje padre mwingine amhudumie. Kwa kweli mambo mengi anatolewa kwa ajili ya kuhudumia wengine. Sakramenti zote hakuna padre huweza kujihudumia mwenyewe. Kitubio kwa mfano hawezi nguvu ile aliyepewa na Mungu akasema sasa ninajiungamisha mwenyewe, haiwezekani. Ataungamisha wengine, na yeye akihitaji kuungama ataungama kwa mwingine. Na hiyo inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anataka padre atoe huduma hiyo kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Na kwa kweli hata baraka ile sana sana utasema tu tubariki Mungu Mwenyezi, lakini huwezi kusema sijui utasema yani, hata sile ni ngumu. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuhudumia wengine. Huduma ya kipadre na utume wake usingekuwa na maana bila watu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaadhimisha sakramenti ya daraja la pili la ukuhani kwa ajili yetu, padre ambaye anatolewa kwa ajili ya kutuhudumia, na ndio maana tunafurahi
tumejawa shangwe na mashamba baskofu katika utangulizi. Sasa tunayo furaha kubwa kwa sababu tunapata mchungaji, tunapata mhudumu, tunapata kuhani ambaye ametoka kwetu, anakuja kwa ajili ya kutuhudumia sisi katika mambo matakatifu. Na kwa hiyo hazina hii tuliopewa, zawadi hii kubwa tuliopewa kutoka kwa Mungu, ni lazima tuipokee kwa furaha, lakini tujue kwamba sisi sote tuna wajibu wa kuipokea zawadi hii kwa shukrani, lakini pia kuwa pamoja naye, kuandamana pamoja naye. Mapadre ni wahudumu au vyombo vyake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kututakatifuza. Tuwaombee mapadre wetu, tuwasaidie katika utume wao, tuwatunze na tuwe nao bega kwa bega katika utume wao, ili wapate faraja na nguvu ya kutuhudumia vema kiroho. Ili padre aweze kutuhudumia, anatuhitaji sisi, na padre hawezi kuwepo bila kuwepo watu, bila kuwepo waamini. Na kwa hiyo ni lazima kazi ya kitume tufanye naye bega kwa bega, lakini pia tumsaidie, tumuwezeshe ili aweze kupata nguvu hiyo ya kutuhudumia. Na hii ina maana ya kutambua hata sisi wenyewe wajibu wetu kwamba tumepewa zawadi hii ya padre, lakini padre huyu yupo pamoja na sisi. Sisi wenyewe tumpokee kwa furaha, tumtunze, tumhudumie na tushirikiane naye katika kutangaza injili hii. Tupokee maagizo yake, tumtumie padre tumtumie, tujitakatifuze kwa njia ya padre huyu. Na sijui ndugu zangu waamini, tutasema nini mbele ya Mungu kama padre yupo pamoja nasi? Kwa mfano, yupo parokiani kwetu, anakuja anasali misa parokiani, akimaliza kusali misa parokiani anakwenda vigangoni, na pengine si kigango kimoja, vigango viwili vitatu. Anafika pale kigangoni, anaketi kwenye kiti cha kitubio ili aungamishe, na sisi hatuendi kuungama. Unakaa kwenye kiti cha kitubio, watu hawaji kuungama, unajaribu kukohoa kidogo, labda ili kwamba basi washtuke kidogo. Unaona? Sasa hii itakuwa sio sawa. Padre tumtumie, atumike, tumtumie na tumtumie vizuri. Kwa hivyo tupokee maagizo, mafundisho anayoyatoa, tupokee sakramenti. Padre atabatiza watoto wetu, atatoa na sakramenti nyingine kama sakramenti ya ndoa na kadhalika. Tutumie matakatifu haya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa njia ya watumishi wetu hawa mapadre. Katika kutekeleza majukumu yake ya kitume, padre anapaswa kukesha na kuwa tayari daima kama tulivyotangaziwa katika injili ya leo. Injili ya Luka sura ya 12 aya 35 hadi 44. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mwaliko wa kukesha, kuwa tayari wakati wote na kuwa na uwajibikaji wa daima, akitumia mifano ya watumishi wanaomngoja bwana wao ili arudipo kutoka harusini hawakute wakikesha. Na anatoa pia mfano wa mwizi yule ambaye anapokuja hatoi taarifa, lakini kwamba mwenye nyumba angalijua kama mwizi huyo atakuja saa fulani, basi angalikesha ili vitu vyake au mali yake isiweze kuibiwa na mwizi huyu. Lakini ujumbe tunaopewa hapa ni kuwa tayari daima
padre awe tayari daima, lakini na sisi pia tunaalikwa kuwa tayari daima ili tuweze kupokea maagizo ya Mungu. Lakini padre alichunge na kulilisha kundi la kondoo wa Bwana wakati wote. Ndugu zangu, kuna mfano mmoja ambao tunaupata kutoka kwa Mtakatifu Yohane Maria Vianney, padre. Mara moja alipata taarifa kwamba kijijini kuna mgonjwa. Kuna mwamini mmoja alikuja kutoa taarifa kwamba kuna mgonjwa anahitaji sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Ilikuwa ni msimu wa baridi kali, sio baridi kama hiyo Ikwega. Kuna baridi kali zaidi kuliko hii. Wale wa Ulaya wanajua vizuri kwamba kuna baridi hizi degrees hizi Celsius, baridi chini ya 0. Ndio kunakuwa na barafu kabisa, baridi kali. Basi huyu baba alipopata taarifa hiyo, na ilikuwa tayari ni usiku, saa moja hivi, akamwambia yule mwamini, nakuja nimpe huduma mgonjwa huyu. Basi amejifunika, amevaa blunt fulani coat, akaandamana na yule mwamini. Sasa kutokana na hiyo baridi kali, yeye mwenyewe akawa amepata kama homa. Anafika kwa mgonjwa, anatetemeka. Mgonjwa amelala kitandani, na wale waamini waliokuwepo pale wakasema, padre, mbona lakini inaonekana na wewe ni kama unaumwa? Akasema, mafuta ninayo, lakini hata kama naumwa nitampaka huyu kwanza. Nitampaka. Sasa akataka kuanza kumhudumia, akashindwa. Akawaambia wale waamini pale, naomba mniwekee hapa, mnitandikie kidogo, nikae nilale na mimi. Mgonjwa amelala hapa na yeye akalala pale, na wakamfunika mablanketi ya kutosha. Akapata joto kidogo, akasema sasa nadhani naweza nikapaka. Akaanza kusali amelala. Akampaka mgonjwa, amelala na tetemeka, lakini akamhudumia. Na baada ya hapo akakaa muda mfupi, wakampa dawa, basi akapata nafuu kidogo, akaanza kurudi nyumbani, anarudi kwa furaha. Sasa ndugu zangu mapadre, Baba Michael Singaile pamoja na mapadre tuliopo na sisi makuhani kuwepo na sisi maaskofu, utume wa kuwahudumia watu ni wa muhimu sana. Tunahitaji kweli kuwahudumia waamini wetu. Waamini wetu wana kiu ya kupata huduma yetu ya kichungaji. Na kwa hiyo katika wito huu ambao tumestahilishwa, sio kwa mastahili yetu, tumestahilishwa na Mungu tuwe makuhani kwa ajili ya watu, basi kweli tuwahudumie. Nakumbuka fundisho la Mhashamu Baba Askofu kule Usokami tarehe 2 mwezi wa 7, wakati wa upadirisho pale. Katika mafundisho yake Mhashamu Baba Askofu alitoa fundisho ambalo linigusa sana, na nadhani pia mapadre tuligusika, na naomba na Baba Singaile ili ulipokee. Mhashamu Baba Askofu alisisitiza sana juu ya uwepo wa padre katika utume, availability of a priest for the mission. Uwepo wa padre apatikane. Mapadre tunapaswa kupatikana, na maaskofu pia tunapaswa kupatikana. Na nikiongeza kidogo katika hili, mapadre tuweke utaratibu kabisa
wa kupatikana. Hizi simu tulizo nazo zitusaidie kwa mawasiliano, na mawasiliano, maana nadhani hata hapa tuliopo nafikiri asilimia labda 98 wote tuna simu, si ndio? Tunazo simu, na mnajibu kwa sauti ya chini kwa sababu mnajua simu hizo tunazo. Si kitu kibaya kuwa na simu, lakini simu zitusaidie kwa mawasiliano ya kichungaji. Sasa sijui tukiuliza hapa, simu zetu tulizonazo, mapadre wetu, maparoko na maparoko wasaidizi wetu, mna namba zao? Mnazo namba zao? Sijui, wengine hatuna, wengine hata namba ya askofu hatuna. Kwa sababu labda sasa namba za watu wengine tunazo. Sasa kwa padre itakuwa ni mbaya zaidi. Sasa niuliza mapadre wa Mafinga, mna namba ya wote, mna namba za askofu? Sijui. Tukiwasiliana katika mambo mazuri yanayohusu uchungaji, maana sasa padre na askofu wako ya Baba Singaile hapa baadaye katika zile katika maadhimisho kutakuwa na kuweka mikono, si ndio? Kuahidi utii. Waahidi, sio mimi, askofu wako yule pale, askofu wako na waandamizi wake, heshima na utii. Bila shaka utasema naahidi, na tunatumaini itakuwa hivyo, sio kama padre mmoja alisema naahidi, lakini wakati mwingine tutawasiliana vizuri. Sasa hivyo viganja ambavyo vimekuweka mikono yake umeingiza ndani ya viganja vya askofu wako, au huyu askofu anayefanya kwa niaba ya askofu wako, kwa kweli kimsingi inapaswa ujue kwamba maana yake ni kwamba ninafanya utume huo pamoja na askofu wangu, na lakini pia kwamba kwa pamoja tunafanya utume huo. Na pale unapotumwa sasa, unatumwa ili kuyatekeleza majukumu haya ya kichungaji kwa ajili yake, na kwa hivyo wasiliane naye. Fanya utume wako ukilichunga kundi la Mungu pamoja na askofu wako kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Kwa hiyo nilikuwa naongea swala la sisi wachungaji kupatikana. Kwa kweli nafikiri kuna haja hata katika ofisi zetu kuweka utaratibu kabisa kwamba basi kuna wakati ambapo basi nina ratiba, najua muda huu nitakaa ofisini sikilize watu. Ni muhimu sana. Baba Singaile ni muhimu kweli katika utume wako, na utafurahia utume unapokuwa na watu wasikilize, ongea nao, na watu wana mahangaiko mengi wanaohitaji kuyapokea. Isiwe sasa kwamba basi wanakutafuta upatikani kwenye simu. Baba Askofu alisema ukiona miss call. Nafikiri sasa tukishakuwa sisi wachungaji, wakati mwingine tusiangalie tu hii namba ni ngeni, haina, hujaiweka kwenye orodha ya contacts zako. Ni ngeni, hujui, wewe huwezi kujua ni nani. Uite tena baadaye. Nafikiri si gharama kiasi hicho. Uita. Nimeona hii namba ngeni, naongea na nani? Basi unaweza kuona pengine ni muamini wako alikuwa na shida fulani ya kichungaji. Msikilize utakavyoweza. Sisemi kwamba jamani, sasa wakati fulani na ninyi waamini msiite hata bila kuna sababu. Wakati mwingine unaita sasa, nilikuwa nataka tu nikusalimie, ni muda mrefu sasa. Yaani kwa shughuli ya muhimu ya kichungaji.
hapo sawa. Na halafu sasa kama ni shida kubwa hapo kweli, hata usiku kabisa wa manane, kweli kuna mgonjwa, kuna kitu ambacho unaona kwamba hapa kwa kweli ni kinahitaji, hapo ni lazima kuita. Lakini si unaita saa 8 halafu nasema tu ni salamu tu, mwenzako alikuwa kwenye usingizi, unamkatisha kwenye usingizi pasipo sababu ya msingi. Lakini katika mambo ya muhimu, mawasiliano, tuwasiliane, lakini tufanye utume wetu kwa upendo na kwa furaha, tukijua kwamba Mungu ametuita ili tuweze kulihudumia taifa lake. Katika utume wako, mdogo wangu Padre mteule Michael Alfred Singaile, napenda kukupa tu tafakari ya mambo matatu. Ni tafakari ambayo basi bila shaka inatusaidia sote, sisi wenyewe tunajikumbusha, lakini basi pia kwako nadhani ukiyapokea matatu tu kwa leo, mengine tutaendelea tutakavyokuwa tunakutana, labda hata tunawasiliana kwa namna nyingine. Jambo la kwanza niligusia hata hapo mwanzoni ni utii. Utii katika utume kwetu sisi wachungaji, mapadre, makuhani ni kitu cha muhimu sana. Unapaswa kupokea maagizo ya mchungaji wako mkuu. Tunaposema utii, si utii tu. Mara nyingi tunasema utii tu, mapadre tunamwangalia, tunasema utii kwa askofu. Lakini kwa kweli ni utii katika mamlaka ya kanisa, si askofu peke yake. Askofu anasimama kwa niaba ya kanisa, lakini pia hata paroko. Kwa mfano sasa utapangwa parokia fulani, bila shaka mashamba ya askofu, utakuwa katika kichwa chako na sisi nitapangwa wapi, first appointment. Askofu anajua atakupanga mahali. Sasa pale mahali alipokupanga pana uongozi. Unaweza kuwa kiongozi mwenyewe, inaweza ikatokea akakupanga wewe mwenyewe ukawa kiongozi pale, lakini hata hivyo kama unapangwa mahali na pana uongozi, au yupo paroko au katika taasisi yupo sijui mkuu, rector au nani yoyote, ule ni uongozi, na hiyo ni cheni ya kanisa. Mamlaka hizi zile ni lazima tuzipokee, na mapadre hapa kwa paroko wasaidizi. Usipomtii paroko pia ni kama kumtii askofu pia kabisa. Kwa sababu sasa kwa mfano akasema bwana sasa naona kule Itotoma kuna mgonjwa, naomba mwenzangu uende bwana, mwenzio nimebanwa hapa ofisini kuna mambo. Bwana sasa ya mambo tuambiane mapema bwana. Tutataka kukosa utii hapa. Maana anapoongea mwenzako anaongea pia kama nani, sio wala sio kwamba mmekuamrisha, ila tu sasa wewe kama mchungaji pokea, kwa sababu anaongea mwenzako ili uende ukafanye utume huu. Nenda kwa furaha, kwa moyo wazi kabisa, ukijua kwamba kazi hiyo ndio kazi ya kitume tulioitiwa, kuwahudumia watu. Na kwa kweli tukifanya utume wetu katika utii huo, tunakuwa na furaha na hata mambo yatakwenda vizuri. Kwa hivyo swala hilo la utii naomba ulizingatie, jambo muhimu kweli. Ni jambo muhimu. Tufanye kazi tukiwa tunajua kwamba tumetumwa. Na kwa kweli utii wenyewe kwanza, utii wa kwanza ni kwa Mungu. Ni Mungu. Lakini katika ufanyaji wa majukumu yetu basi ndio tunaenda katika ngazi hizo za kanisa. Jambo la pili, mdogo wangu, naomba uwe tayari kufanya utume popote pale utakapotumwa. Popote. Usichague mahali. Ni kweli huwezi kuchagua, lakini kuna wakati pengine askofu anaweza hata akakutegea akasema ungependa utumwe wapi? Swali hilo ni gumu. Anaweza kuuliza, unafikiri
Angalia parokia zetu, taasisi zetu za jimbo la Mafinga, wapi? Sijui jibu utakuwa nao. Mimi ningekushauri sema tu, Mhashamu Baba Askofu, ona wewe mwenyewe, mimi popote utakaponituma nitaenda. Kabisa. Popote. Kwa sababu ukianza kuchagua mahali, sasa kule kwingine aende na nako kuna watu ni watu. Kwa hiyo utume wetu sisi ni wa kufanya popote. Na ukianza kuchagua mahali, utakapoutuma mahali pa ambapo huku papapenda, utakuwa na manunguniko. Sasa unaleta kwenye huku bwana, hata umeme hamna, network hakuna. Kwa hiyo tuwe tayari kufanya utume popote. Sisi tumeitwa kwa ajili ya kulihudumia taifa la Mungu popote pale ambapo tunatumwa. Na jambo la mwisho ni kuhusu uangalifu katika matumizi ya mali za kanisa. Sasa mali za kanisa. Kwa kweli kama ulivyotamka mwenyewe katika hiyo taarifa ile, sio tuite nini, declaration, ambayo mwenyewe umeeleza kwamba kweli na mali zile nitakazozipata zitakuwa mali ya kanisa, ni mali ya kanisa. Kwa hiyo vyote watakavyo kuanzia leo, hata zawadi ambazo waamini wanakupa ni mali ya kanisa. Utatumia, ni mali ya kanisa, na wewe ni mhudumu wa kanisa, kwa hiyo utatumia, lakini kwa niaba ya kanisa. Na hilo lakini pia unajua hata sisi waamini tuelewe, na ndugu hasa sasa baadaye tukaanza kusema sasa akatukakala no letake kukae tutumile na iwe mikono. Hii ni mali ya kanisa. Sawa, anaweza kuja akawasaidia, labda kwa mfano kuna mgonjwa nini, lakini ni mali ya kanisa. Sio kwamba sisi tuna haki nazo. Na Mhashamu Baba Askofu, samahani, nimependa niliseme hili kwa sababu sasa kati ya changamoto tunazoanza kuzipata zingine ni mojawapo hiyo. Ndugu, tukifikiri kwamba tunaweza tukaomba mirathi, ni mali ya kanisa. Mmemtoa Musa yenyewe ipo. Na mmetamka, baba pale ametamka kabisa, kwa kweli tumetambua kwamba mwanetu ameitwa na Mungu. Tunaomba mwekee mikono. Sasa tumike kwa ajili ya kanisa. Inu mwana pende tutawe mwana. Kabisa tumemtoa kama sadaka kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Na kwa hiyo tunafurahia kwa sababu ni sadaka, sio kitu kidogo. Sadaka kubwa. Tunawashukuru kweli wazazi. Mungu awabariki na mtabarikiwa kweli kwa kutoa mwana ambaye anafanya kazi ya kuwahudumia watu, kuwatakasa watu, na ninyi wenyewe mkiwa moja wapo katika taifa hilo la Mungu linalopata baraka hizi za Mungu kwa njia ya mtumishi huyu. Basi ndugu zangu, tumwombee kijana wetu ili ayapokee majukumu haya, ye mwenyewe awe na moyo wa furaha, na kama ambavyo ametamka na kama ambavyo tunaona sote, ili utume huu uweze kweli kulifaidia kanisa, uweze kutusaidia sote tuweze kupata baraka na neema za Mungu kwa njia ya mtumishi huyu. Tumsifu Yesu Kristo.
Baada ya ubiri ya Mhashamu Baba Askofu, tunaendelea na madhehebu ya utolewaji wa daraja ya upadre. Sasa tunaanza sehemu ya pili. Katika sehemu hii ya pili inahusisha mahojiano na kuweka ahadi ya heshima na utii kwa Mhashamu Baba Askofu. Katika sehemu hii ya kwanza, Baba Askofu atamhoji padre mteule maswali matano. Katika swali la kwanza hadi la 4, kila swali atajibu nataka, wakati swali la mwisho atajibu kwa msaada wa Mungu nataka. Baada ya mahojiano hayo kukamilika, padre mteule ataahidi heshima na utii kwa Baba Askofu pamoja na waandamizi wake wote. Atafanya hivyo akiwa amepiga magoti mbele ya Mhashamu Baba Askofu, huku akiweka mikono yake iliyofungwa katikati ya viganja vya mikono ya Mhashamu Baba Askofu. Sasa namwalika Mhashamu Baba Askofu ili amhoji padre mteule. Mwana mpendwa sana, kabla hujajongea kupewa daraja ya upadri, ya kupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, wataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadri kama msaidizi mwaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana ukiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, wataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya Kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, wataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi unalokabidhiwa, ukidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, wataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Padre mteule amekubali maswali hayo yote, na sasa anapiga magoti mbele ya Mhashamu Baba Askofu na anaweka mikono yake iliyofungwa katikati ya viganja vya Mhashamu Baba Askofu ili kuahidi heshima na utii. Je, waahidi kumpa askofu wako heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Baada ya kuahidi heshima na utii, tunaingia sehemu ya tatu, ambapo ni sehemu tunaalikwa kuwaomba ndugu zetu watakatifu walioko huko mbinguni watusaidie kumwomba Mwenyezi Mungu ili amshushie neema na baraka zake huyu ndugu yetu na aweze kumweka wakfu kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Hapa mbele itatandikwa zulia, ambapo wakati wote sisi tukiimba litania watakatifu wote, padre mteule atajilaza kifudifudi kama ishara ya unyenyekevu wake alionao mbele ya Mungu, lakini pili, ishara ya kujitoa kwake mwili na roho kwa Mungu na kwa kanisa, na tatu, kwa kujilaza kifudifudi mbele ya altare
anafanyika kuwa ni daraja la kuwavusha Wakristo na watu wote waweze kukutana na Mungu ili waweze kuyaendea matakatifu yake. Kabla ya kuimba litania, Baba Askofu atasali sala ya mwaliko, na baada ya sala hiyo wale wenye nafasi tutapiga magoti, lakini kama hatuna nafasi ya kupiga magoti, naomba wote tusimame, asiwepo mtu atakayeketi wakati wa litania. Naomba tusimame. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi amjalie wingi wa mapaji ya mbinguni huyu mtumishi wake aliyemteua kwa kazi ya upadri. Wale wenye nafasi ya kupiga magoti tupige magoti, ambao hatuna nafasi tubaki tumesimama. Benedicto
watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Francisco Asizi, Mtakatifu Vicenti wa Paulo, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Anuarite, Mtakatifu Yosefina Bakita, Mtakatifu Teresia wa Avila, Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Mtakatifu Yohane Paulo wa 23, Mtakatifu Yosefu Alamano, mwenye heri Clementina Nekapeta Anuarite, mwenye heri Victoria Rosa Manarivo, mwenye heri Yosefu Geraldo, mwenye heri Isidori Bakanja, mwenye heri Irene Stefani, mwenye heri Leonidas Kurbati, watakatifu wote wa Mungu, uturehemie. Katika uovu wowote, katika dhambi yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mwana
katika utumishi wako mtakatifu. Na mteule huyu upende kumbariki. Na mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa. Na mteule huyu upende kumbariki, kumtakasa na kumweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Kristo utusikie. Kristo tusikilize. Ee Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu, ili ummiminie huyu mtumishi wako baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunamtoa kwako, Ee Baba mwenye huruma, ili umweke wakfu, naye akipokee kipaji hiki unachomjalia kwa ukarimu usiokoma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Baada ya kuwaomba ndugu zetu watakatifu walioko huko mbinguni ili watusaidie kuomba kwa Mwenyezi Mungu, sasa washama, askofu na mapadre wote walioko hapa watawekea mikono, na tendo hilo pamoja na sala ya wakfu atakayosali mwashamba maaskofu ndivyo ambavyo vitamfanya huyu ndugu yetu kuwa padre. Wakati huo wote tuendelee kukaa kimya, tutulie, tufuatilie yale ambayo yatakuwa yakiendelea kufanyika hapa, na tukiendelea kusali kumwombea padre mteule.
Naomba wote tusimame. Uwe nasi Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika. Kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu. Na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makasisi wa kutosha kutoa sadaka za hemani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu wa kwa dunia nzima. Sasa tunaomba, Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba mwenyezi, tunakuomba umpe huyu mtumishi wako hadhi ya upadri. Utie upya moyoni mwake roho wa utakatifu. Asimamie kazi ya daraja ya pili ambayo amepokea kutoka kwako, Mungu. Na kwa maisha yake awe mfano wa maadili. Awe msaidizi wetu mwema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yake kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi awe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Awe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kukusii huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwake, na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Tuketi. Kwa kuwekewa mikono na mababa maaskofu na mapadre wote walioko hapa, na kwa sala hiyo ambayo baba askofu amesali ili kumweka wakfu, na sisi tuliposema amina, huyu sasa ni padre mpya. Sasa hivi punde paroko wake atamvika mavazi ya kipadre kama mapadre wenzake walivyovaa. Kwaya, karibuni kwa wimbo wa kushangilia katika tukio hilo.
padri mpya atatugeukia tuone namna ambavyo anapendeza. Mavazi ya kipadre. Asante kwa kuendelea baadaye. Asante madhehebu haya bado tunaendelea. Baada ya kuvikwa mavazi ya kipadre, padre mpya sasa atakwenda mbele ya mashamba maaskofu na atapakwa mafuta matakatifu ya krisma kwenye viganja vyake vya mikono ili aweze kumtolea Mungu dhabihu na kuwatakasa Wakristo. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Kwaya, tunaweza kuendelea na wimbo. Asante kwaya, asante. Tunaendelea. Baada ya kupakwa mafuta matakatifu ya krisma, sasa padri mpya atajongea mbele ya mashamba maaskofu, atapiga magoti na atakabidhiwa dhabihu, yaani mkate uliowekwa kwenye patena na divai iliyowekwa kwenye karis. Hizo ndizo nyenzo zake atakazotumia daima katika huduma yake kama padre, kila mara atakapokuwa akiadhimisha misa takatifu. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Mmoja anapofanya mambo mazuri kati ya wanajamii wenzake humpongeza. Hivi sasa padre mpya atapewa busu la amani na kupongezwa na washamu maaskofu na mapadre wote waliopo hapa. Wengine wote tutampongeza hapo baadaye. Kwaya, karibu wakati maaskofu na mapadre wakimpongeza padre mwenzao.
Singaile amefanyika kuwa miongoni mwa wazee katika kanisa, na hivyo sasa Mwashamba Baba Askofu atamuonesha mahali ambapo wazee wenzake wanaketi. Baba Michael Alfred Singaile, sasa umekuwa mzee. Karibu Kubwalo. Basi madhehebu yetu ya utolewaji wa daraja ya upadre yamefikia tamati, na sasa misa inashika mwendo wake wa kawaida, na walika nyote tusimame tuikiri imani yetu.